Bajeti ya Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC na upungufu wa zaidi ya shilingi bilioni 33. Na tume hiyo ilikuwa imeashiria kuwa inahitaji shilingi bilioni 74.8 ili kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, ila tume hiyo imetengewa shilingi bilioni 41.3. Na kama anavyoarifu Stephen Letoni kwamba IEBC inasema ilihitaji pesa hizo ili kugharamia vifaa vipya vya kuwatambua wapiga kura, usimamizi wa vituo zaidi vya kupiga kura, usajili na uthibitisho wa sajili ya wapiga kura miongoni mwa matumizi mengine muhimu. Huku mchakato wa kuandaa bajeti sasa ukitarajiwa kufikia kikomo Alhamisi wiki ijayo pale bajeti itakaposomwa, tume ya IEBC ilikuwa imeomba kutengewa shilingi bilioni 74.8 kwa maandalizi ya uchaguzi wa mwaka ujao. Hata hivyo, baada ya kukutana na idara tofauti za serikali na taasisi mbalimbali, bunge limeitengea IEBC shilingi bilioni 41.3 na kuiacha tume hiyo na upungufu wa bilioni 33.5. IEBC inasema kuwa tangu uchaguzi wa mwaka wa 2022 vituo vya kupigia kura vimeongezeka kwa kiwango kikubwa, hivyo kuhitaji pesa za kutosha za kuandaa uchaguzi katika vituo hivyo vipya. Kulingana na bajeti ya IEBC, ununuzi wa vifaa vya kuwatambua wapigia kura vya KIMS utagharimu shilingi bilioni 9.3, kwani vifaa 45,353 vinavyohitaji kubadilishwa na 5,000 zaidi kununuliwa. Aidha, IEBC inasema kuwa karatasi za kura zitagharimu shilingi bilioni 2.7, huku usajili wa wapiga kura na uthibitishaji kwenye vifaa vya kidijitali vya KIMS vikikadiriwa kugharimu shilingi bilioni 2.7. Vilevile, kuajiri maafisa wa uchaguzi wa muda kutagharimu tume hiyo shilingi bilioni 3.2. Ukaguzi wa sajili ya wapiga kura ili kuondoa majina ya wapiga kura waliofariki na msasa zaidi wa sajili hiyo umekadiria kugharimu shilingi milioni 400, huku ununuzi wa magari ya uchaguzi ukitarajiwa kutumia shilingi milioni 438. Shilingi bilioni 1.5 zitatumika kwa usafiri siku ya uchaguzi, huku bilioni 1.7 zikipangiwa kutumika kufanikisha mawasiliano. Stephen Leto, runinga ya Citizen.